Ziara ya Baba Mtakatifu barani Afrika imezua mijadala, huku wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wakitoa misimamo yao, wakiamini kuwa uhai wa kanisa la kesho lipo barani Afrika. Miaka hivi karibuni mwelekeo wa kanisa Katoliki duniani unaonekana kubadilika taratibu, ukielekea zaidi barani Afrika. Takwimu zinaonyesha wazi mabadiliko haya, huku idadi ya Wakatoliki duniani ikiwa imefika zaidi ya watu bilioni 1.3, na kati ya hao zaidi ya 20% kwa sasa wanapatikana barani Afrika. Hii ni ongezeko kubwa ukilinganisha na miongo michache iliyopita, ambapo bara hili lilikuwa na sehemu ndogo zaidi ya waumini wa kanisa Katoliki. Ukuaji huu unachochewa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la idadi ya watu, hasa vijana. Afrika ina moja idadi kubwa zaidi ya vijana duniani, na wengi wao wanaendelea kukulia katika misingi ya imani ya Kikristo. Kila mwaka mamilioni ya watu wanaendelea kubatizwa na kujiunga na kanisa Katoliki. Hali hiyo inafanya baadhi ya nchi za Afrika kuwa miongoni mwa zile zenye ukuaji wa kiasi kikubwa kwa Katoliki duniani. Katika nchi nyingi za Afrika, ibada bado ina thamani kubwa. Makanisa hujaa waumini kila Jumapili na hata siku za kawaida. Tofauti na ilivyo katika maeneo mengine duniani, familia zina mchango mkubwa katika hili, kwani zinaendelea kuwalea watoto katika misingi ya dini tangu utotoni. Vijana nao huonyesha shauku ya kipekee ya kushiriki katika shughuli za kanisa, kuanzia vikundi vya kitume hadi huduma mbalimbali za kijamii. Hali hii imechochea pia ongezeko kubwa la wito wa upadri na utawa. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya mapadri na watawa inaongezeka kwa kiasi kikubwa zaidi Afrika kuliko bara lolote duniani. Katika miaka ya hivi karibuni, zaidi ya theluthi moja wa seminari wapya duniani wamekuwa wakitoka barani Afrika. Hii inafanya Afrika kuwa chanzo muhimu cha viongozi wa kanisa kwa sasa na siku zijazo. Tofauti na hali ilivyo katika baadhi ya maeneo ya Ulaya, kumeshuhudiwa kupungua kwa ushiriki wa waumini katika ibada na shughuli za kidini. Ingawa bado kuna idadi kubwa ya Katoliki kwa majina, wengi wao hawashiriki kikamilifu katika maisha ya kanisa. Tafiti zinaonyesha kuwa katika baadhi ya nchi, chini ya 10% ya waumini huhudhuria misa mara kwa mara. Aidha, idadi wanaojiunga na upadri imekuwa ikipungua kwa muda mrefu, hali inayosababisha baadhi ya makanisa kufungwa na kuunganishwa. Kilichopo Afrika ni picha tofauti kabisa. Imani haijaishia kanisani pekee, bali imejikita katika mila, utamaduni na maisha ya kila siku ya watu. Kanisa limeendelea kuwa sehemu ya jamii, si tu kwa ibada, bali pia katika kimbilio la matumaini, mashauri, maadili na sauti ya wanyonge katika nyakati za changamoto, katika umaskini, migogoro na ukosefu wa ajira. Zaidi ya hayo, Afrika imekuwa ikichangia kwa kiasi kikubwa katika uhai wa kanisa kimataifa, si tu kwa idadi ya waumini, bali pia kwa nguvu ya imani. Hali hii imefanya sauti ya bara hili kuanza kusikika zaidi katika majukwaa ya kimataifa ya kanisa, huku matarajio yakiongezeka kuwa itakuwa na nafasi kubwa zaidi katika maamuzi ya baadaye. Kutokana na mwelekeo huu, wachambuzi wengi wa masuala ya dini wanaona wazi kuwa mustakabali wa kanisa Katoliki una mizizi yake barani Afrika. Ukuaji wa kasi wa waumini, ongezeko la vijana pamoja na uimara wa imani vinafanya Afrika kuwa kitovu kipya kinachobeba matumaini ya kuendelea kwa kanisa duniani, wakati maeneo mengine yakikabiliwa na changamoto ya kupungua kwa ushiriki wa waumini. Hivyo ziara ya Baba Mtakatifu barani Afrika sio tu ziara ya kichungaji au ya kitume, bali ni moyo wa shukrani kwa kanisa na kutia moyo kanisa la Afrika pindi ambavyo linakuwa kwa kiasi kikubwa.